Sawa, kuna aina hizo za ushahidi. Sawa eh? Sasa pia kuna ushahidi sasa ambao ni wa, yani nitumie Kiswahili gani? Kuna ushahidi ambao yani proper. Yaani kwa maana kwamba ushahidi halisia sasa wa kwenye tukio, kwamba nimeshapiga ramli yangu tayari. Sawa, kwamba tayari nimekwisha kupiga ramli yangu tayari. Katika zile nyumba pameingia shikeli. Sasa tunaangalia, ndo tunarudi sasa katika pointi ya somo letu kwamba nyumba ya 7 hapa imeingia shikeli gani? Imeingia shikeli ya inkisi ambayo ni mbaya, lakini shahidi wake ni nani sasa? Ukitokea hapa nyumba ya 7, tumepata kwamba shahidi wake anazungumzia ushahidi wa karibu 7 1 8 2 9 3, kwamba hapa kwenye nyumba ya ngapi? Hapa kwenye nyumba ya 9 hapa, ambayo ndio shahidi wa nani? Wa inkisi, akaingia shikeli nzuri. Sijui tunaelewana vizuri mashehe? Tujalie labda kaingia shikeli hii, imeingia shikeli hii ya utbatu dakhila. Sisi tumeelewana vizuri kwamba nyumba ya tukio ambayo ni nyumba ya 7 imeingia shikeli mbaya, lakini shahidi huyu wa inkisi hapa kwenye hili bao ambalo tuliopiga ni nani? Ni utbatu dakhila. Lakini ukirudi kwenye taskini, shahidi wa inkisi ni nani? Ukirudi kwenye taskini al-huruf, shahidi wa inkisi ni nani? Ni bayadha. Sijui mnanielewa vizuri mashehe, tufuatane vizuri, sawa? Ukirudi kwenye taskini al-huruf kama huu mfano niliotoa hapa juu hapa, sawa? Shahidi wa inkisi ni bayadha, lakini tumepopiga bao ambao sasa ndio tunaenda kwenye tukio lenyewe kutafuta majibu ya swali tulioulizwa, sawa? Kunakuja nini? Kunakuja vitu tofauti. Kwa hiyo hatutazingatia tena ushahidi wa kwenye taskini, tunaangalia ushahidi wa kwenye tukio, kwamba tunakuja tu kuangalia kwamba nyumba ya 3 kutokea kwenye nyumba ya 7 imeingia shikeli gani, sawa? Ikaingia shikeli hapa ambayo ni shikeli nzuri kama somo letu linavyosema, sawa? Ndio akasema kwamba tukajua kwamba sasa kwamba hilo jambo litapatikana, lakini litapatikana baada ya nini? Baada ya matatizo, baada ya ugumu. Sawa Shikeli iliyoingia nyumba ya swali mbaya, lakini anayemtolea ushahidi huyu kwamba ni kweli, mfano kama tulivyosema kwamba swali lilikuwa la mpendwa, kwa maana la mapenzi. Je, huyu mpenzi wangu mimi nitampata? Ama huyu Mariam atakubali kuolewa na Jaafari? Sawa? Shikeli iliyoingia nyumba ya ndoa hapa imeingia shikeli mbaya. Mbona shikeli imeingia hapa mbaya? Maana yake majibu ya awali ni kwamba hampati. Sawa? Wala hiyo ndoa haiwezi kutimia. Lakini je, ni kweli? Shahidi hapa anasemaje? Shahidi wa huyu, tukienda kwenye nyumba ya 3 1 2 3 tunakuta shikeli nzuri. Kwa sababu shahidi anashahidilia uzuri, majibu yanabadilika. Tuseme kwamba kumbe hili jambo litatimia kwa mujibu wa shahidi, si mzuri? Asema hapo ni kweli kuna ugumu, lakini hilo jambo litatimia. Lakini litatimia kwa nini? Kwa ugumu. Ugumu wa nini? Ugumu wa huu baya ulioko hapa nyumba ya swali. Sawa Sasa tunaenda katika mtiririko wa somo letu. Ndio akasema kwamba hilo jambo litatimia, lakini litatimia kwa mashaka, kwa matatizo na kwa shida na kwa tabu au kwa sababu fulani. Sawa Ndio anasema basi hutumika herufi zinazohusishwa na au zinazonasibiana kulingana na mpangilio wa awali wa taskini al-huruf, na njia hii hutumika katika mahitaji yote kuleta kheri na kuondoa shari. Sisi tumeelewana vizuri Narudia hapa. Basi hutumika herufi zinazohusishwa au zinazonasibiana kulingana na mpangilio wa awali wa taskini al-huruf, na njia hii hutumika katika mahitaji yote kuleta kheri na kuondoa nini? Na kuondoa shari. Sawa Kauli ya wanazuoni, twende pamoja, hatujaona namna ya kuzitumia sasa hizi, lakini tufuatane kwa tutaona. Anasema kauli ya wanazuoni, baadhi wamesema shikeli inapotokea katika nafasi
au nyumba yake kwa mpangilio wa taskini hii huchukuliwa herufi zake. Herufi hizo huhusiana na jina la muulizaji na anayeuliziwa au ugonjwa na chanzo chake. Sawa eh? Hapa na maana kwamba hapa ana maana ya kwamba kwa kauli za wanazuoni wanasema hivi kwamba shikeli inapoingia katika nafasi yake kwa mpangilio wa taskini al-hurufu, basi huchukuliwa herufi zake. Hizo herufi huhusiana na jina la muulizaji na anayeuliziwa au jina la ugonjwa na chanzo chake. Sasa tunarudi hapa, sawa? Hapa tuna nini? Tunarudi katika taskini al-hurufu. Shikeli ya saba ni shikeli gani? Katika taskini al-hurufu shikeli ya saba ni shikeli ya nini? Ya utbatu dakhila, ya utbatu dakhila. Kwa hiyo light kama hapa nyumba ya saba ingekuwa imeingia shikeli hii ya utbatu dakhila hii, sawa, ingekuwa imeingia shikeli hii, basi hii shikeli ingechukuliwa nini? Ingechukuliwa herufi zake. Herufi za utbatu dakhila ni zipi? Ni herufi z na th. Utbatu dakhila herufi zake ni th na z. Kwa zingechukuliwa hizi herufi mbili kama nilivyokuelezeni huko awali. Sawa? Twende pamoja. Kuhusu tabia za herufi, fahamu kuwa kuna tofauti kuhusu tabia za nini? Za herufi. Wanachuoni wengi wanachokubaliana ni herufi za moto tu. Sawa? Huku hatuendi kwanza. Tunarudi hapa. Sawa? Sasa anasema kwamba wanazuoni wamesema kwamba ingelikuwa kwamba shikeli ile itakayokuwa imeingia katika nyumba yake kwa mpangilio ule wa taskini al-huruf, kama jinsi ambavyo tulivyoona hapa, nilivyotoa mfano kwamba katika mpangilio wa taskini al-huruf shikeli inakaa hapa nyumba ya saba ni shikeli ya utbatu dakhila, basi zinachukuliwa zile nini? Zile herufi zake, kwa maana kwamba anaposema kuweza kujua jina la anayeuliza na kinachouliziwa na jina la ugonjwa, ana maana ya kwamba zinaweza zikachukuliwa zile herufi zake kutibia ugonjwa ama kujua ugonjwa wenyewe, au kujua jina la kitu, au kujua jina la mtu, au kuweza kuvuta riziki, au kuweza kumvuta mpenzi na kadhalika. Sijui tunaelewana vizuri hapo, sawa eh? Sasa kwa sababu hiyo hapa ameingia shikeli ya nini? Shikeli ya inkisi hapa, sawa. Na huyu inkisi hapa si nyumbani kwake katika mpangilio wa taskini ya nini? Katika mpangilio wa taskini alhurufu, sawa. Kama sio nyumbani kwake, maana yake ni kwamba, na wakati huo tunakuwa tushapata kwamba hili jambo litatimia, lakini kwa tabu na sababu. Maana yake ni kwamba kikwazo kinachoziwia hii ndoa isifungwe kwa haraka, ama huyu Mariam asimpende labda Jaafar kwa haraka, maana yake hichi kikwazo kilichoko hapa ni kikwazo cha nini? Ni kikwazo cha inkisi. Kwa hiyo kumbe sasa, kwa sababu ndio imeingia katika nyumba hii, nyumba ya tukio, hata kama katika mpangilio wa taskini la hurufi hii shikeli hapa sio inapokaa, hii shikeli ya inkisi inakaa hapa kwenye nyumba ya pili katika mpangilio wa taskini la hurufu. Kwa hiyo hata kama nyumbani kwake sio hapa, lakini kwa sababu imeingia hapa na ndio inayokuja kuleta ugumu, sawa, basi tunachukua herufi hizi za nini? Tunachukua herufi hizi za inkisi kuweza kuondoa hichi kikwazo. Yani huyu inkisi maana yake ni kwamba, kwa wengine wanasema kwamba tunatakiwa tumpige huyu inkisi aweze kuondoka hapa kwenye hii nyumba ya ngapi? Kwenye hii nyumba ya saba, ili wepesi upatikane wa hii ndoa ifungwe kwa haraka, huyu Mariam ampende Jaafar kwa nini? Kwa haraka. Sasa hapa ndo panapokuja sasa nini?
ikhtilafu namna ya kuweza kutumia hii shikeli ya nini, ya inkisi. Huu ni mfano na ni moja tu ya njia, sio kwamba ndio nakufundisheni kwamba ndio njia automatically kwamba ndio hiyo ama ndio njia sahihi inatokea. Njia zipo nyingi hapa, na wengine ndio wanapenda kutumia kwamba natakiwa sasa tupige kafara ya shikeli, kwamba tupige kafara ya shikeli ya nini, ya inkisi. Anaposema tunapiga kafara ya shikeli ya inkisi, kwa maana kwamba ni kupiga shikeli zile zinazokuwa zimeleta kikwazo kwenye lile swali lililokuwa limeuliziwa, kwamba kama ni swali limeonekana kama majibu yake ni ya ugumu ama ni ya hatari, kwamba ndio zile shikeli zinachukua herufi zake zinapigwa. Wanaopiga kwa nazi ni wengine, wanaopiga sijui kwa mishumaa ni wengine, wanaopiga sijui kwa mchele ni wengine, wanaopiga kwa kichinjwa kama jinsi tulivyoulizana maswali kule tukapata kwamba shikeli ya nakul hadi kwamba kafara yake ni nini, ni kondo mbuzi mwekundu sijui kondo mwekundu kule, sawa hivyo kila watu na namna zao. Sasa hapa tungechukua herufi ya b, sawa, tungechukua herufi ya b alafu tukachukua na herufi ya nini, ya swadi, si ndio herufi za inkisi. Sasa hizi herufi za inkisi sisi sasa ndio tungezifanya vile tunavyozitaka sisi, yaani hizi herufi mbili hizi ndio zingeweza kwenda kumvuta huyu Mariam kwa bwana Jafar. Hizi herufi mbili hizi ndio zingeweza kwenda kuharakisha hiyo ndoa ifungue kwa haraka. Hizi herufi mbili zingeweza kwenda kufanya kitu chochote kile tungechokitaka sisi, sawa na hapa sasa ndio tunakuja, kama tungepiga kwa shikeli ahla wa sahla, kama yaani vyovyote vile tungejua ni kutokana na ufundi wa wewe mwalimu, kwamba wewe ufundi wako unatumiaje kupiga kafara za shikeli. Unatumia nazi, unatumia mishumaa, unatumia mchele, unatumia kuchinja. Kwa kama unatumia kuchinja, unaenda kuangalia shikeli ya inkisi inasimamiwa na kichinjo gani, sawa au mimi napiga zangu kafara kwa njia ya kutengeneza aufaku, ni wewe. Napiga zangu kafara mimi hapa kwa njia ya nini? Kwa njia ya kutengeneza nini? Kwa njia ya kutengeneza tolasimu, ni wewe. Ni vile ambavyo wewe mwalimu, kwamba utamaduni wako ni upi katika kuendesha mambo yako haya ya nini, ya kimatibabu. Hakuna sharti kwamba eti lazima iwe kwa nazi. Hayo mambo sana yapo pwani huko. Kwa sisi huku Tanzania yako sana pwani. Wa pwani ndio wanapenda sana kuvunja nazi. Na sio kwamba ni vibaya au kwamba eti kwamba na beza. Ni vile wanavyopendelea wao. Ni kafara iliyo sahihi kabisa, wala haina mashaka. Ila nimesema tu kwamba hiyo habari ya nazi wanapendelea sana watu wa pwani kwa sisi huku Tanzania. Na kuna wengine wao wanapendelea nini? Wanapendelea kutumia mayai, na kuna wengine wanapendelea kutumia vigae, kama vigae unavyovijua hizi shikeli. Kuna kafara zingine za vigae. Kwa hiyo inategemea na wewe mwalimu, taratibu wako na jambo lako limesimamaje. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunaenda kuonyeshana kwamba ni namna gani zile herufi tunaweza tukazitumia tukatoka kwenye ramli tukaenda kuzipeleka kwenye mambo mengine, sawa Haya, hapa tufute hapa, alafu kabla ya kufuta tuangalie kitu kimoja hapa. Anasema sasa kuhusu tabia za nini? Kuhusu tabia za herufi, kwamba fahamu kuwa kuna tofauti kuhusu tabia za herufi. Wanachuoni wengi wanachokubaliana ni herufi za nini? Ni herufi za moto tu, sawa Sasa hapa naomba tuishie hapa, tuweke break fupi, tuishie hapa ukurasa wa 23, alafu inshallah tutakuja kuendelea ili video isiwe ndefu sana na kadhalika, ili tusome kidogo kidogo na tuweze kuingiza. Basi inshallah mimi niishie hapa na iwe mwisho wa somo letu, na pale ambapo patakapokuwa kwamba kuna swali hapakueleweka, basi insha Allah milango ya kuuliza maswali itakuwa ipo
ipo wazi. Kwa hiyo ni mimi ndugu yenu Maalim Kiza kutoka nchini Tanzania, mkoani Kigoma. Wa ila huna wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqai.